Karibuni UK Swahili, tusemezane. Leo ni wakati mwingine wa kusikiza siri rahisi ya 20. Wiki iliyopita tumefanya muktasari wa siri ya kwanza hadi ya 19. Basi leo tunaendelea na siri ya 20. Mada yenyewe inasemaje? Mdomo ni kiungo muhimu kwa uongozi na biashara. Akili na ubongo ni viungo vya maana kwa uongozi na shughuli za kila siku, lakini midomo ndio hutumika zaidi kuwasiliana maarifa, kueleza maoni na masharti kwa watu. Mawasiliano yanafanyika kwa urahisi ukitumia kanwa kwa njia inayofaa. Itakushangaza kufahamu kunao madaktari ambao wana shida za hela. Hii ni tofauti na dhana kuwa taaluma ya udaktari ni taaluma ambayo inalipa faranga kiwango cha hali ya juu ikilinganishwa na ajira zingine kama hii yangu ya uandishi. Ni kweli sijapinga kuwa kunao wenye mapato ya juu, lakini tuelewane, sio wote. Naweza hapa hujawahi kaa chini ukajiuliza daktari wako alisomea chuo gani na alikuwa nambari gani kati ya wale aliosoma nao darasani. Hujawahi hata shangaa amehitimu kuganga mwili wako. Je, alihitimu akiwa 10 bora ama alikuwa 10 wa mwisho mwaka aliyohitimu? Kwa sababu sio rahisi kukuwa daktari. Ni wachache wana huo werevu na uvumilivu wa kusoma sayansi zaidi ya miaka 5. Unachojua tu ni alipita mtihani wa kidato cha 4, akapata alama ya B chanya au A hasi ama alama ya A, akapokelewa chuo kikuu kusoma medicine ama sijui niseme afya, akasomea afya. Nikuulize basi, ulimkubaliaje akufanyie matibabu na akuandikie madawa na ukapona baada ya muda fulani? Na mara nyingi hujawahi kosea ukapata alikuwa daktari wa msituni wa kufanya vitu chini ya maji. Uliitumia hii siri ya 20 bila hata wewe kujua wakati huo. Ndiyo maana tunaziita hizi siri rahisi za biashara. Maana huwa tunazitumia kila siku ila tunazipuuza hadi labda wakati profesa kutoka Uskoti au Marekani atakueleza kwa Kiingereza, ndio tutaanza kuziona ni siri za maana. Lakini mzee Makarius akikwambia, utachukulia tu ni utani, kwa sababu unajua anakoishi huko Nairobi na huwa hajaivalia ngozi ya Waingereza na kuongea kwa sauti za unyenye. Watu wanaokuzingira ndio waliokupatia imani kuwa huyo daktari anatibu watu, na kuna uwezekano mkubwa utaacha kuugua akikutibu. Walinena kwa midomo yao kuwa amewatibu wazazi wako zaidi ya miongo 2 na eti ana uzoefu tangia miaka ya 1900s, yani karne ya 20. Huenda hata ukizaliwa huyu daktari alishirikiana na wauguzi husika wakati huo ulipopata nafasi ya kuchungulia jua kwa mara ya kwanza baada ya kuwa kijusi miezi chache baadaye kwa unyungu wa mama mzazi. Basi ingawaje serikali ndio huwapa madaktari leseni, wagonjwa waliopona ndio hueneza sifa zake za kuponya kwa wagonjwa watarajiwa. Ashaku sio matusi. Ingawa ujuzi wa mikono ya daktari ni ala muhimu kwa kazi yao,
Itakushangaza umahiri wa kuongea na wagonjwa wake kwa huruma na heshima inawavutia watu zaidi kuwa na imani naye. Madaktari na wauguzi wakiwakaripia kina mama wajawazito wakati wa kujifungua, ni matukio familia nyingi watazidi kuwasema kila wakati. Mtu yeyote akijitokeza ana dalili ya ujauzito, watamwambia usiende kwa ile clinic ama kwa ile hospitali, hautafanikiwa. Ubaya sasa ni eti sifa mbaya huenea haraka kuliko sifa zuri. Kisa baadaye hospitali hiyo husika itabaki bila wagonjwa sababu ya nguvu ya ulimi, ama niseme nguvu za kanwa, nguvu ya midomo ya wale wagonjwa ambao waliongeleshwa vibaya na kukaripiwa na daktari wa ile hospitali. Kuwasiliana kwa maneno ni zawadi Mola ametupatia sisi wana wa Adamu. Wanyama wa hayawani huwa wanawasiliana pia, bali sio kwa kiwango cha juu kama mie nawe tukisemezana kwa madhumuni tofauti. Tuna bahati ya kupaza sauti, kutamka maneno kwa lahaja tofauti kulingana na tunakoishi, kuonyesha hisia zetu. Mawasiliano yatakuwa bora kila mmoja wetu ya mhusika akifuata kanuni za jamii husika. Heshima na tamaduni ya jamii inawafikia watu kwa kufunzwa na kujifunza kuchagua maneno kwa muktadha unaofaa. Na ukiwa na watu wa umri na vyeo fulani, hizi basi ndio tabia za Kiafrika, na kote duniani lugha ina nguvu yake. Ubaya sisi tunapuuza Kiswahili chetu, tunakimbilia kuheshimu Kiingereza, Ujerumani, Kichina, Kifaransa, Polish, Dutch, Norwegian na kadhalika. Yaani tunaheshimu lugha zingine zote isipokuwa Kiswahili chetu hapa Afrika. Tuache kuboronga lugha, tutumie istilahi sahihi pamoja na misamiati ya kurahisisha kuendesha biashara hapa Afrika. Kufaulu kwa biashara zetu kunategemea kuwasiliana kwa ubora wake pasi kuona aibu, ili tuweze kuongeza mauzo na natija ya biashara. Kwa hivyo, ikiwa una upungufu katika kuongea, itakufaa uanze kufanya mazoezi kwa kuongea na watu walio karibu nawe. Ukianza na ndugu zako na marafiki, alafu polepole utapata ufasiri ama ujasiri wa kutoa hotuba baada ya miezi au miaka kadhaa. Inategemea na bidii yako. Hata mie kwa wakati huu nafanya zoezi na kuongeza uzoefu wa kuandika na kutamka maneno ambayo yataweza kukushawishi wewe kuzisoma na kuzisikiza na kufuata siri hizi rahisi za biashara. Ukiweza kutumia angalau siri 3 kati ya hizi 20 tumejadili na kunakili, nitakuwa angalau nimehitimu 49% kwa kutumia midomo yangu hapa UK Swahili, kuanzia ile siri ya kwanza hadi siri ya leo ya 20. Hekima ya wazee wetu tangia jadi imehifadhi kuwa roho zetu hutawaliwa kwa kiwango kikubwa na hufuata maneno masikio yetu yamesikia, midomo yetu yakiyasema, haswa kuhusu maisha yetu. Kwa ufupi nasemaje? Maneno yanaumba hali halisi ya roho zetu na kuendelea kujenga hulka au tabia
za mtu binafsi. Ndio maana ninyi wenye kuongea lugha ya Kiingereza, nyinyi Waingereza, niseme Waingereza weusi ambao mnaishi Afrika, huwa mnasema aje kwa Kiingereza? Our tongue can cast a spell. Nikirudia, our tongue cast a spell, ikiwa na maana ndimi zetu zina uwezo wa kutamka laana au baraka. Ni kiungo chenye nguvu zake, usikidharau. Ndio maana kwa hii siri tunasemaje? Mdomo ni kiungo muhimu kwa uongozi wa biashara zako. Tukifika hapa, na wakumbusheni usisahau kusajili ama kusubscribe, alafu kushirikiana na marafiki zako watumie UK Swahili, iwe kwa Spotify iwe YouTube, angalau pia wajikumbushe mawili matatu ya Kiswahili, tukiendelea na hizi siri rahisi za biashara. Yaani kwa Kiingereza subscribe, share na press notification button. Nikizisema kwa Kiswahili kidogo itaonekana kama nimesema mambo tofauti, lakini kwa ufupi nasema jisajili na UK Swahili ili kila wakati tunapeperusha vipindi vyetu utapata notification, yani utaarifiwa na YouTube. Haya, tuendelee. Itakuwa heri ukisoma vitabu hata kama ni kwa mtandao kuhusu mada ungependa kujua zaidi, angalau dakika 30 kila siku. Pata nafasi ujiongeleshe mbele ya kioo wakati uko kwa bafu au maliwatoni unakoga. Unaweza tumia hata rununu yako kuchukua video ukiongea kuhusu mada uliosoma. Ukipata nafasi, angalia video ulio nakili kwa rukono yako, ikiwa na maana rununu yako ya mkono ambao ndo nyinyi mnaita simu. Jikosoe na uchukue nafasi ya kuwa bora kutumia misamiati mpya ambayo umehifadhi kwa ubongo baada ya kupitia nakala kuhusu mada ambayo wewe ulichagua ili unajitayarisha kuongea labda baadaye. Hata kama unajiongelesha ukinakili kwa TikTok ama Instagram, itakufaa zaidi, utapata ujasiri kidogo. Kwa mimi hutumia YouTube, ndio inipatie muda zaidi, sio sekunde 30 ama dakika 3 kueleza mambo kama siri hizi rahisi za biashara. Inahitaji muda na utafiti kwa kiasi kidogo zaidi. Kusoma kitabu kwa sauti kunavutia masikio kusikia midomo ikiyatamka maneno, na ina raha nafsi yako ikigundua ulimi wako unapinda ifaavyo wakati wa kukaza meno na kulainisha kaka ngumu ukitamka maneno. Utanishukuru baadaye. Utakuwa na uwezo kama ule mwanamuziki maarufu anaitwa Mrisho Mpoto kule Tanzania. Huwa anasema kwa weledi wake wa kuongea Kiswahili, huwa anayaita maneno yanakuja ambako amekaa kwa kigonda chake ili kuwaongelesha watu, iwe hadhira yake ama tu wafuasi wake wa muziki. Ndo raha yake ya mawasiliano, tena ikiwa kwa Kiswahili. Basi chukua nafasi ya kufanya mazoezi ya kuongea na hadhira unayoijua hapo mwanzoni, ukianza na familia na marafiki. Hii itakuwa mithili ya kuingia kidato cha 5 na 6 kusomeshwa somo la mawasiliano bila ya kuitishwa kulipa karo. Huenda watu wachache wakaona una bidii ya kuongea na kufanya mazoezi, na wachache wakajitokeza wakaanza kukupa kiinua mgongo ili usikate tamaa. Ukiimarika zaidi, wewe ndio utaanza kuwa msemaji kwa niaba ya familia na marafiki wanaokuzingira. Alafu basi baadaye nyota yako iking'aa zaidi,
nafasi za kuwa mfawidhi kwa sherehe, ambayo ndio MC, kwa sherehe na warsha za mashirika na makampuni. Wataijaza ratiba yako na shajara yako ya mwaka huu. Utakuwa na shughuli nyingi sana. Utaitwa ukakuwe mfawidhi ama ukapeane hotuba kwa mada tofauti ama kwa shughuli tofauti. Basi ni mujibu wako sasa kuangalia wazungumzaji maarufu hutoa hotuba yao vipi. Wanasimama vipi? Wanaweka mikono yao iko wapi wakisisitiza mambo? Je, wamesimama kwa kituo kimoja masaa yote? Vichekesho vinaeleweka ama anajichekea mwenyewe? Hadhira inahusika kama akiongea ama wameanza kusinzia tayari? Haya yote ni maswali unafaa kujiuliza wakati unafanya mazoezi yako ya kutoa hotuba. Unaweza fanya mazoezi ukitumia simu kama venye tumetaja hapo awali. Kisha baadaye ukikuwa kwa kiwango cha kuendesha shughuli na warsha kwa makao kama ya rais, utapata kuifanya iwe kama kazi ya kwako. Hapa ikifika kiwango hii itakufaa zaidi kuangalia watu kwa nyuso zao bila kurejelea maandishi ya vidokezo kila sekunde ama kila baada ya sekunde chache. Hisia zako lazima ziingiane na hisia za wenye kuhudhuria pale. Wasikudhanie wewe ni AI ama kwa Kiswahili wanasema akili mnemba, ikiwa na maana wasifikirie wewe ni robot, kwa sababu hawaoni uso wako, ishara na hisia. Amekusikia hisia zozote kwa sauti yako kupitia kipaza sauti ukinena. Yaani kwa ufupi, usikue kama robot, hauna hisia ukiongea na watu. So ni vizuri watu waweze kusikia sauti yako na maneno yako ukiyatamka kupitia kwa kipaza sauti. Nikihitimisha hii siri ya 20, maombi yangu ni uchukue nafasi ya kuongelesha watu kila wakati. Ukiipata nafasi yoyote, chukua nafasi hiyo, iwe kazini, nyumbani, hata wakati mwingine wakati mmeenda kuwatembelea waliotutangulia kwa mauti. Ikiwa na maana ukitembea kwa makafani kama Lee Funeral Home ama City Mortuary, basi chukua nafasi baada ya kuongea na watu. Hii itakupatia ujasiri fulani wa kuweza kumudu hisia tofauti mbele ya watu tofauti kwa mazingara tofauti. Isikue tu unachukua muda wako wakati wa raha, basi pia ni wakati mwingine unahudhuria wakati wa msiba ama wakati wa huzuni. Ikiwa kuna yeyote ako kwa taaluma ya mauzo ama ya kuongea na watu kwa simu, utagundua mambo haya tunayajadili ni ya dhamana zaidi ya 10,000 hela za Kuwaiti, ambazo nilifahamishwa juzi tu ni sarafu ambazo zina dhamana kuliko dola ya Marekani na pauni ya Uingereza. Yaani hela za Kuwaiti ndio hela za kwanza, ndio pesa nambari 1 duniani mzima. Kwa hivyo inamaanisha ukipata hela kama hizi itakufaa zaidi. Kila taaluma inahitaji binadamu kusemezana. Ikiwa wenye kushughulikia wafu kwa makafani lazima waongee na familia zao, sembuse wewe ambaye unahitajika kuhudumia wateja wenye uhai. Huna budi ila kupaza ama kupaka ulimi wako mate ya kutosha, tayari kuongelesha wateja wako kwa lugha yoyote wataelewa. Tukimalizia nasema hivi: ulimi na midomo ni viungo. Ukivichukulia kama talanta, utasimamisha orofa ya maana kuliko ile kanisa yenye itajengwa kwa makao ya Daktari Kaongo
itakayogharimu mamilioni ya dola za Marekani. Sijui, labda kwa hiyo kanisa, huenda Mesia akirudi mwaka ujao hana haja kurudi mbinguni. Huenda ataishi kwa Daktari Karongo ama Daktari Kaongo, orofa ya 3, chemba cha Mdwara. Ndio mwisho wa siri rahisi ya 20. Tupatane tena labda baada ya wiki moja ama siku chache kwa siri rahisi ya 21.